Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kimeamua kwenda mahakamani kuishtaki ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikidai haina nia njema na chama hicho. Ameeleza hayo Jumatano ya leo wakati akisoma maazimio ya kamati kuu ya chama hicho iliyoketi jana kujadili barua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa maazimio hayo yanasema hivi: tarehe 3 Juni mwaka 2025 kamati kuu ya chama chetu ilikaa hapa jijini Dar es Salaam ikapokea na kujadili juu ya taarifa aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kwa umma tarehe 27 Mei mwaka 2025 ikiwa na msingi kutoka kwenye barua aliyoiandika kwa katibu mkuu wetu tarehe 12 Mei mwaka 2025. Katika barua aliyoandika kwa chama, msajili ameelekeza kuwa Chadema ijaze nafasi zilizo wazi za viongozi ambao awali walikuwa wameteuliwa na kuthibitishwa na baraza kuu la chama la tarehe 22 Januari mwaka 2025 sambamba na wakurugenzi wa chama ambao waliteuliwa baadaye na vikao vya kamati kuu vilivyofuata vya tarehe Februari 2025 na tarehe 10 na 11 Machi 2025. Kamati kuu baada ya tafakari ya kina imeamua kwenda mahakamani kwa vile imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza kwenye barua aliyotupatia na taarifa yake kwa umma. Kamati kuu imewaelekeza wanasheria wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi tarehe 19 Juni mwaka 2025 shauri hili liwe limepelekwa mahakamani, na madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye tofauti na uhalisia wenyewe. Hii inatokana na msajili kwa msukumo wake mwenyewe kutoa tafsiri kuhusu uchaguzi na tukio la uthibitisho wa walioteuliwa na kutakiwa kufanyika uamuzi wa kuthibitisha kwenye kikao cha baraza kuu. B. Sababu aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa ya kuzuia ruzuku ya kila mwezi kwa Chadema imepotoka na kwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa ibara 18(6) ambayo inaeleza kuwa ruzuku itasitishwa endapo bodi ya wadhamini ya chama haina uwezo wa kusimamia fedha za chama, kitu ambacho sio sahihi. Bodi ya wadhamini ya Chadema ipo chini ya wenyekiti wa Mama Ruth Mollel na ina uwezo wa kusimamia fedha na rasilimali zote za chama. D. Msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la: moja, kuweka kumbukumbu sawa kwa msajili wa vyama vya siasa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa kama alivyofanya. 2. Hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 Januari 2025. Hata hivyo, kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu na sheria kutozingatiwa impunity katika utendaji wa maeneo mengi, kamati kuu imeamua kuchukua hatua zifuatazo in protest. 1. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi wa chama kama ifuatavyo: A. Mheshimiwa John Mnyika, kaimu katibu mkuu. B. Mheshimiwa Amani Golugwa, kaimu naibu katibu mkuu bara, na Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma, kaimu naibu katibu mkuu Zanzibar. Katiba ya chama inaelekeza kuwa viongozi hawa watakaimu kwa kipindi kisichozidi mwaka mmoja, na kisha baada ya hapo kutatakiwa kufanyika uchaguzi au uteuzi rasmi utakaofanywa na kikao husika. Kufuatia azimio hili la kukaimisha nafasi hizi za uongozi, msajili wa vyama vya siasa tutamjulisha kwa kumwandikia barua kumpa orodha mpya ya viongozi wa kitaifa na wajumbe wa kamati kuu, na tutazijaza form PP 7A, 7B na 7C kama sheria inavyoelekeza. 2. Kamati kuu kwa mamlaka yake kwa mujibu wa ibara ya 7.716B na katiba ya chama ya mwaka 2006 toleo la mwaka 2019 imewateua wanachama wafuatao kuwa wakurugenzi wa chama makao makuu: A. Ndugu CPA Tito Kitalika, mkurugenzi wa fedha na uchumi. B. Ndugu John Kitoka, mkurugenzi wa mambo ya nje na diaspora. C. Bi Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uteuzi. D. Wakili Gaston
Garubimbi, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu; E. ndugu Remsi Kasanda, kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Aidha, kamati kuu katika tafakuri ya kina zaidi imeazimia kuwa: moja, italiita baraza kuu la chama ndani ya siku 60 kuanzia tarehe ya taarifa hii kukutana na kujadili mambo yafuatayo: A. kukamilisha kujaza nafasi za wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa mujibu wa ibara ya 8.3 ya katiba ya chama ya mwaka 2006 toleo la 2019. B. kusikiliza rufaa na kukamilisha mchakato wa uchaguzi wa wajumbe wa 8 wa kamati kuu ya chama. C. kutafakari barua ya msajili wa vyama vya siasa tarehe 12 Mei mwaka 2025 na taarifa ya msajili wa vyama vya siasa kwa umma ya tarehe 27 Mei 2025 kuhusu viongozi wa chama walioteuliwa na baraza kuu la tarehe 22 Januari 2025. D. kufanya tathmini ya operesheni ya No Reforms No Election. 2. Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua za serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima, linaloongozwa na Askofu Dr. Josephat Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kumwabudu Mungu wao, alichokisema Askofu Gwajima, na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifuta kanisa. Ni ukweli mtupu kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike na sio kuzima kelele na vilio vya Watanzania ambao ndugu na rafiki zao wanapotezwa na kuuawa. Hivyo tunaiomba serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji kwa sababu wanaotekwa ni waumini wa dini mbalimbali. Mwisho, na wasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ndio chama pekee kinachoweza kuaminika katika kusemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa tumekuwa na chaguzi za kihuni ambazo zina najisi demokrasia na utawala wa sheria katika nchi yetu. 2, tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, watu kupigwa kunakofanywa na vyombo vya dola. 3, tumeshuhudia uongo, ulaghai mwingi katika michakato ya uchaguzi kunakofanywa na tume, ikiwemo kuwepo kwa kura feki kwenye vituo vya kura. Tumeshuhudia wagombea wa vyama vya upinzani wakienguliwa kwa hila na wa Chama cha Mapinduzi wakipitishwa na hivyo kuwakosesha fursa wapiga kura maana wa uchaguzi. 5, tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutoaminika, huku vyombo vya dola na serikali vikilaghai kwa taarifa za uongo kuhusu mwitikio wa wananchi kuhusu kujitokeza kwenye uchaguzi. Sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Tanzania ili wapaze sauti zao kuiambia serikali zingatie, ione umuhimu na isifanye masiara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mifumo ya uchaguzi yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya taifa hili. Uchaguzi usioaminika uzaa machafuko. Sisi Chadema hatutaki taifa letu lifikie huko. Watanzania, nchi hii inahitaji mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi sasa kuliko wakati mwingine. Msukumo huu usipoe na wala tusipozwe kwa njia yoyote ile. No reforms, no election. Sasa hii ni maazimio ambayo yamesomwa na John Wegesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti bara wa Chadema na imetolewa leo tarehe 4 Juni mwaka 2025. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.